Karibu baba na Mungu akubariki. Makofi hayatoshi kwa Yehova. Haleluya. Nyosha mkono wako, sema amina, 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 amina. Haleluya. Hebu tamka, hawa wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atanipigania, atanipigania ni leo, maana jua linasimama. Haleluya. Hii ni ibada ya kusimamisha nini? Jua linafanyaje? Wangapi waliwahi kuona jua likisimama? Inapoamka asubuhi saa 12 mwanga unaanza kutokea mashariki, na ikafika muda wakaona jua likatulia tuli. Mtu mmoja hajaamini. Nasema na wewe leo linatulia, nasema na wewe leo linasimama. Ninakwambia juu ya Boko linasimama, juu ya linasimama, kule Turiani linasimama, Wabosha yako linasimama. Ni leo. Haleluya. Tena neno la Bwana linasema ya kwamba toka dunia iumbwe haikuwahi kuwepo siku kama hiyo chini ya jua. Hebu sema, ewe mwezi tulia, tuli. Ewe jua simama. Haleluya. Ninatamani mtu mmoja angejua kwamba ninasimama, 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 na akapokea ya maana kubwa. Ukiwa umesimama, fungua Biblia yako, kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 10. Fungua Biblia yako, Yoshua sura ya 10. Nami nitalinena neno la Bwana kwa mstari huo ambao ni andiko kubwa. Yoshua sura ya 10. Hii ni ibada ya kusimamisha jua. Pengine haitapata kutokea tena kama ambavyo neno la Mungu linasema. Inawezekana ulijiuliza maswali, ni namna gani jua linaweza kusimama? Ilitokea wakati wa Yoshua, linatokea kwako leo. Umefika. Basi ninaanza kusoma kutoka mstari ule wa 7. Biblia inasema, basi Yoshua akakwea kutoka Gilgali, yeye na watu wa vita wote pamoja naye, na mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, usiwaache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Hebu sema, watesi wangu wamekwisha wekwa katika mikono yangu. Haleluya. Biblia inasema, hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akawafikiria ghafla, kwani alikwea kutoka Gilgali kwenda usiku kucha. Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli, naye Israeli akawaua uuaji ulio mkuu hapo Gibeon. Akawafukuza waikimbilie hiyo njia ya kukwelea kwenda Beth-horoni, na kuwapiga hata wakifikiria Azeka, tena hata wakifikiria Makeda. Mstari wa 11. Kisha ikawa
hapo walipokuwa wakimbia mbele ya Israeli, hapo walipokuwa katika kuteremkia Beti-Horoni, ndipo Bwana alipowatupia mawe makubwa kutoka mbinguni juu yao, hata kufikiria Azeka, nao wakafa. Hao waliokufa kwa kuuawa na hayo mawe ya barafu walikuwa ni wengi kuliko hao waliouawa na wana wa Israeli kwa upanga. Sema, ninayaona mawe ya barafu yanadondoka, yanapiga, yanaua, yanaangamiza kwa jina la Yesu. Mstari wa 12, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema, wewe jua, rudia tena, wewe jua. Hebu tusome mstari wa 12 kwa pamoja mpaka wa 13. 1, 2, 3. Akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Oh, haleluya! Endelea kusoma pamoja nami mstari wa 13 naendelea. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Umesoma jua lilifanyaje? Jua lilifanyaje? Kwa muda gani? Kwa muda gani? Na siku nzima ina masaa mangapi? Leo linasimama. Oh, haleluya! Wewe ambaye bado umekaa, simama juu. Wewe bado umekaa, simama juu. Nakwenda kumwomba Bwana wakati umesimama juu. Wakati umesimama juu. Mungu aliye hai, ninalibariki jina lako. Niko tayari, Elisaki Mathayo, ni mtumwa wako. Mimi ni miguu yako, mimi ni kinywa chako, mimi ni sauti yako. Nena na watu wako sasa, wasikizishe sauti yako Yehova, sauti ya Roho Mtakatifu. Wewe ni Bwana Mungu mwenye nguvu, umewazidi wote kwa mamlaka. Wapo watu ambao Bwana maisha yao yamekuwa ya shida, maisha yao yamekuwa ya vita. Wapo watu ambao wamejeruhiwa na wachawi na waganga, kuzimu imeinuka juu yao. Bwana, ni siku nyingine kama ulivyoachilia mawe ya barafu kutoka mbinguni, leo uyadondoshe. Mbingu za mbingu ziachilie yale mawe, ziue na kuangamiza wote waliosimama kupigana vita, kuwazuia watoto wako, kanisa lako na kusudi lako lisitimie. Mungu wa miungu, amani yao chaliza, uzima wao chaliza, watamu ya mwana-kondoo yaliyoliwa na nzige, yaliyoibiwa yarudishwe leo kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Waanguke, wapigwe wanaoteta nao kwa jina la Yesu Kristo, kama ilivyokuwa wakati wa Yoshua na Israeli, wakati Yerusalemu wafalme wale 5 waliposimama juu ya Gibeoni na juu ya Yoshua. Nimeamuru kwa jina la Yesu, ile mamlaka aliyoweka juu yangu, juu ya mwanamke huyo, juu ya mwanamume huyo, juu ya kanisa lako, wapokee Yehova, wao wenye moyo wa kusikia sauti yako na nena siku ya leo ya kwamba jua litasimama na mwezi utatulia, ili Bwana ujitwalie utukufu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na kitu. Mbingu za mbingu, wale malaika waketi katika zamu zao kwa jina la Yesu Kristo. Nami ninashukuru kwa
sababu unanisikia. Bwana Bwana ndilo jina lako. Katika jina la Yesu ninakaribisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Waweza kuketi. Biblia inasema ya kwamba wewe mwanadamu ni roho, unaishi katika mwili, na kila unachokiona kwa macho yako kilifanyika kwanza katika roho. Ukiona mtu ameinuliwa, alikuwa maskini, sasa anaitwa tajiri, jambo hilo lilifanyika kwanza katika ulimwengu wa roho. Ukiona mtu anatembea ana magonjwa, jambo hilo lilikamilika kwanza, ugonjwa huo, katika ulimwengu wa roho, kabla halijatokea katika ulimwengu wa mwili. Ukiona mtu ameinuliwa akawekwa katika cheo cha kutawala katika ulimwengu wa mwili, ujue jambo hilo liliamuliwa na likafungwa, na yeye akaketishwa katika nafasi hiyo katika ulimwengu wa roho kabla hajainuliwa. Kabla hamjasema amekuwa mchungaji, amekuwa askofu, amekuwa mbunge, amekuwa waziri, amekuwa rais, jambo hilo lilifungwa katika ulimwengu wa roho ya kwamba itakuwa hivyo. Neno la Mungu linasema tunapookoka, tunapomwamini Yesu, anarudisha kile ambacho mwivi aliiba. Anakurudishia uzima, anakurudishia afya, anakurudishia mali, anakurudishia kumiliki, anakurudishia kutawala. Kwa hivi unapokoka na kujiita mwana wa Mungu, jiulize yapi yanayokufuata, ya kwamba Bwana amerudisha afya iliyoibiwa na kuzimu, ya kwamba Bwana ameondoa laana iliyokuwa inakufuata, ya kwamba Bwana ameondoa umaskini uliokuwa unakufuata. Maana neno la Mungu linasema wakati Israeli wanatoka Misri, Musa aliambiwa na Bwana, waambie kabila 12 za Yakobo, waambie wana wa Israeli watatoka na mali mengi. Unapokelewa Bwana huiamuru mali, fedha, heshima, afya katika ulimwengu wa roho ikufuate. Ndio maana walitoka na fedha, walitoka na shaba, walitoka na dhahabu, walitoka na vitu vya thamani, na kazi yao ya kwanza ikawa ni kumjengea hema la kukutania jangwani, hema walilosafiri nao miaka 40 wakielekea Kanaani. Biblia inasema Yoshua akianduka ya kwamba iliwapasa waipige Yeriko. Yeriko ilitekwa, watu wakafa, wafalme wakauawa. Mji mmoja unaoitwa Ai ulipigwa na kutengenezwa, na wafalme wake wakaangamizwa, maana walikuwa ni kizuizi kwa wana wa Israeli kuingia katika nchi ya urithi ya Kanaani. Nami ninaamuru kutoka patakatifu pa mbinguni ya kwamba yeye aliyezuia leo anazuia kwa jina la Yesu Kristo, maana alipokusudi la Bwana juu ya maisha yako, kabila moja linaitwa la Gibeon, mji mmoja unaitwa wa Gibeon, taifa moja lenye wafalme linaitwa la Gibeon, lilisikia habari za wana wa Israeli. Walisikia matendo makubwa ambayo Bwana alitenda, ya kwamba aliweka njia, akaikausha bahari ya Shamu, Israeli wakapita na Misri na farasi zao na majeshi yao na silaha zao na ngamia zao, wakafa vilindini.
Wagibeoni walisikia ya kwamba Yordani iligawanyika, kushoto kukawa na mlima wa maji na kulia kukawa na mlima wa maji. Makuhani wale walichukua sanduku la agano wakapita, wala maji hayakuweza kupenya. Wakapita katika mawe yaliyo chini ya mto Yordani. Miungu ya Yordani ikatetemeka, ikateketezwa. Walipokaribia nchi ya Gibeoni iliyo mpakani mwa nchi ya Ai, kama vile Dar es Salaam na Pwani, Wagibeoni walikuwa na hekima. Mfalme wa Gibeoni aliposikia habari hizo akasema, nitakwenda kwa Joshua nifanye mapatano na Mungu aliye hai. Nitakwenda kwa Joshua nimwambie, sisi hatuwezi kuwazuia kuishi na kuketi na kumilikia nchi inayojaa maziwa na asali ya Kanaani. Akaenda kwa Joshua na Israeli akasema, nimekuja kufanya mapatano na Israeli na wana wa Mungu. Leo haijalishi ni wachawi, ni waganga, ni wasoma nyota, ama watakuja kwa Yesu ama waachie na wapatane ya kwamba utakwenda mahali ambapo Bwana alipokuahidia, mahali penye afya, mahali penye furaha, mahali penye heshima, mahali utakapokumiliki na kutawala. Hakuna atakayezuia, maana jua litakwenda kusimama. Oh, haleluya! Mfalme wa Gibeoni akachukua farasi, akawaambia majeshi yake, vaeni viatu vilivyochakaa, vaeni nguo zilizochanika chanika, chukueni mikate iliyokauka. Wakaenda msafara. Walipofika kwa Yoshua wakasema, tunaomba tuweke agano ya kwamba hamtatuua, tunatoka nchi ya mbali. Angalia viatu vyetu, angalia nguo zetu, hata mikate tuliichukua ikiwa ya moto, lakini imekauka. Tunaomba tujisalimishe mbele ya taifa la Mungu aliye hai, na leo kuzimu itajisalimisha juu yako, magonjwa yako, kilio chako, mateso yako, kwa damu ya mwana-kondoo ikawe ni mwisho. Yoshua akanena akasema, kama hivyo ndivyo, je, nihakikishie mnatoka mbali? Wakasema, tunatoka mbali. Yoshua akaandika kwa mkono wake mwenyewe, akagonga na muhuri ya kwamba Israeli wakati wanakwenda Kanaani watapita Gibeoni. Hakuna Mgibeoni atakayeuawa, watu wao watakuwa salama, mfalme wao ataachwa, ng'ombe na mifugo yao itaachwa, haitaangamia. Lakini Gibeoni wakawa wamefanya vita. Mfalme wa Yerusalemu akasikia, mfalme wa Hebroni akasikia, mfalme wa Egloni akasikia, falme tano zikasikia ya kwamba Gibeoni amefanya mapatano na wana wa Israeli. Nao wakaungana falme tano, wakasema tutawapiga wa Gibeoni. Neno la Mungu linasema katika Isaya 45:13, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri la Bwana. Watu wote watakaokusanyana watanguka. Falme tano zikakusanyana juu ya Wagibeoni kuwapiga, zikakuungana nguvu ziende zimanguje Yoshua, ziwazuie wana wa Israeli wasifikirie vilima na milima inayotiririka na ziwa na asali, mahali walipopewa kumiliki sawasawa na ahadi za Bwana kwa Ibrahimu, yeye aliyemwita. Oh, haleluya! Akamwambia, watoto wako watakuwa warithi, nami natamka kila ambacho Bwana amekurithisha katika ulimwengu wa roho, pokea katika ulimwengu wa mwili kwa jina la Yesu Kristo. Kila hazina iliyoachiliwa katika ulimwengu wa roho ambayo kuzimu imezuia isinyanyuka, leo inanyanyuka. Jeshi la Yerusalemu, jeshi la Hebroni, mfalme wa Hebroni, falme zile tano zikawafuata wana wa Israeli kuipiga Gibeoni. Sikiliza nikwambie, Bwana akamtokea Yoshua akamwambia wafalme wa Yerusalemu, wale wa Hebroni, haijalishi majeshi yao, nimekwisha waweka mikononi mwako, nimekwisha waweka mikononi mwako kwa damu ya mwana-kondoo. Hakuna atakayesimama mbele yako. Watapigwa, wataondolewa, watazimwa kama ukame kwa jina la Yesu. Haleluya! Biblia inasema hivi,
Israeli wakaanza vita, wakawapiga wafalme wa Yerusalemu, Nebo na Egoni, wakayapiga yale majeshi. Shukuriwa yeye aliye Yehova Nisi, Bwana wa majeshi akazifungua mbingu, na leo mbingu zinafunguka. Biblia yangu inasema, sijui umeona, sijui unikariri, sijui utarudia. Biblia yangu inasema, neno la Mungu linasema, madirisha mbinguni yakafunguka, mawe yakaanza kudondoka, mawe ya barafu yakadondoka, yakawafuata wa Yerusalemu, wa Hebroni, wa Egori, yakawaangukia, yakawaua, wakafa. Na watu waliokufa kutokana na mawe ya barafu kutoka kwa Bwana wa majeshi walikuwa wengi kuliko wale ambao Yoshua na jeshi lake waliwaua. Ninaialika nguvu na mamlaka kutoka juu kwa jina la Yesu Kristo. Ni nani aliyekusanyana juu yako? Yuko katika biashara yako, ninaamuru jiwe la barafu anguka, watanya marakanda. Ni jirani yako, mawe ya barafu yanaanguka kwenye nyumba ile kwa jina la Yesu Kristo. Ni katika barabara, makutano ya barabara waliweka hizi mawe ya barafu yanaanguka kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza nikwambie, hata sasa Bwana amekupigania. Hata sasa kila siku Mungu anawapiga watesi wako, anawaondoa wanaoleta machozi juu yako, anawazima, lakini hawajaisha. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie hawajaisha. Rudia tena, mwambie hawajaisha. Ndio maana mateso bado yapo, ndio maana mateso bado yapo. Mwambie dawa ni kusimamisha jua. Oh, haleluya! Haijalishi walipigwa, haijalishi walikufa, ndivyo Biblia yangu inavyosema. Lakini jiulize, ni kwa nini Joshua akasimamisha jua, akaliamuru jua lisimame? Sikiliza nikwambie, kazi ya jua ni kuleta mwanga, kazi ya jua ni kuleta mwanga. Nuru ni ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nuru ni ya Bwana. Giza ni la shetani, giza ni la shetani. Kuzimu ina nguvu wakati wa giza, wachawi wana nguvu wakati wa giza. Kuzimu inapata mamlaka wakati wa giza. Ndio maana wachawi hutoka usiku saa 6 kamili wakianza kwenda kuruka, hata saa 8 kamili wakiharibu, wakiangamiza, wakiua. Usiku ni giza, na giza ni la shetani. Oh, haleluya! Maana ya kusimamisha jua, maana ya kusimamisha jua ni kuzizuia nguvu za kuzimu, nguvu za kipepo. Maana ya kusimamisha jua ni kuondoa giza, giza lisiingie katika maisha yako. Ninaliondoa lile giza katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Utatembea katika nuru, hautatembea katika giza. Tutanya marakanda. Joshua akasema usiku hautaingia, maana ukiingia wachawi watapata nguvu, maana ukiingia majini yatapata nguvu, maana usiku ukiingia mapepo yatapata nguvu. Ewe jua, simama, simama juu ya kivyoni. Ewe jua, simama. Haleluya! Akasema nitawapiga, jua halitaingia, hawatakuwa na nguvu kwa siku nzima. Jua likatulia. Mungu anasema wala halikufanya haraka, nilisubiri waangamia, leo wataangamia. Nilisubiri waondolewa, leo wataondolewa. Nilitaka lihakikishe hakuna jiwe juu ya jiwe, herufi juu ya herufi, uchawi juu ya uchawi, uganga juu ya uganga, utakaosalia. Jua halikufanya haraka. Napenda wewe Yesu. Jua simama kwa jina la Yesu. Jua lisimame kwa ajili ya kusikia. Umetembea katika giza miaka mingi, ndio maana huna nguvu, ndio maana huna nguvu. Umetembea katika giza, leo linaondolewa. Katika ulimwengu wa roho unaangushwa. Katika ulimwengu wa roho kila kitaka kusimama unapiga mweleka, kila unachoanza kinaharibiwa, na hujui unapita katika giza. Leo giza liondoke kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai.
Neno la Bwana linasema wana wa Mungu ni wana wa mchana. Wathesalonike wa kwanza 5:5. Umefika mahali pale, ninaomba microphone. Wathesalonike wa kwanza 5:5. Ninasema kwa habari za kusimamisha jua. Umepita katika giza miaka mingi. Giza ni la Shetani, wewe ni nuru. Neno la Mungu linasema wewe ni mwana wa mchana. Wathesalonike wa kwanza 5:5. Biblia inasema kwa kuwa, tarudia, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku. Hebu sema mimi si wa usiku. Rudia tena, mimi si wa usiku. Wala si wa giza. Mimi si wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Haleluya, amina. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema wewe ni wa nuru, wewe sio wa giza. Hauwezi kupigana katika giza. Ndio maana Yeshua akasimamisha jua, maana jua likizama mwezi hutawala. Haikutosha kulisimamisha jua, haikutosha kulisimamisha jua, maana Joshua alijua jua linaweza kusimama, lakini wakati ukifika, maana Mungu alisema jua utawale mchana na mwezi wakati wa usiku. Yeye aliyeumba jua, aliyeweka mianga, anajua hivyo, na mwezi ulikwisha amuriwa, unajua majira yake. Kwa hivi kama asingetamka juu ya mwezi, mwezi ungetokea. Wakati jua linasimama, mwezi ungesema muda wangu umefika. Ndio maana Yoshua akasema, na wewe mwezi tulia, kwa jina la Yesu Kristo, maana yeye analeta giza juu yako. Tulia kimya kwa jina la Yesu. Haleluya. Aliambia jua simama juu ya Gibeoni na mwezi juu ya Arunoni. Hebu nyosha mkono wako namna hii, sema ewe jua simama juu ya maisha yangu, ewe mwezi tulia juu ya kazi zangu. Ninaamuru kwa jina la Yesu. Haleluya. Jua likatulia, mwezi ukasimama, halikuwepo giza. Giza ni la Shetani. Sikia nikwambie, hata wakati wanakwenda kumkamata Yesu walikwenda na mianga, wana wa giza walikwenda na mianga. Na unajua ni kwa nini Yuda Iskarioti alimbusu Yesu? Sio kwa sababu wale Wayahudi askari wa Kirumi walikuwa hawamjui Yesu. Walimuona akihubiri katika masinagogi, waliona akiponya Kapernaumu, walimsikia na kumwona akifufua Lazaro kule Betania, waliona akimponya yule Mungu amenimbingile jina lake. Walimfahamu. Hakuwa anafanana na Petro wala Yakobo na Yohana, wala hakufanana na Matayo na Tomaso. Wangemjua, walimjua, lakini kwa sababu ni wana wa giza walikwenda kumkamata Yesu wakati wa giza. Na ndio maana Yuda Iskarioti ikabidi amfuate Yesu, maana yeye asingeweza kuwachanganya. Anajua hata mafuta yake, anajua hata unaong'ara katika paji la uso wake. Alikwenda kumbusu kwa sababu ilikuwa ni giza, ili askari wa Kirumi wasikosee katika giza nene. Sikiliza nikwambie, watatengeneza giza, halitakuwepo giza juu yako kwa jina la Yesu Kristo, maana wa Mungu aliye hai. Leo giza linatoweka. Ni wakati wa giza, ni wakati wa giza umepigwa, ni wakati wa usiku umeangushwa, umeteswa. Ninaliovyogiza kwa jina la Yesu katika maisha yako. Haleluya. Biblia inasema katika Isaya 43:8, waweza kusoma ya kwamba yupo mtu ana macho lakini haoni, ya kwamba yupo mtu ana masikio lakini hasikii. Inawezekanaje ukawa na macho lakini haoni, na ukawa na masikio lakini husikii? 43:8.
Isaya, Biblia inasema, haujafika mwenye kipaza sauti. Kipaza sauti kiko wapi? Soma. Wewe hauna Biblia? Kwa nini hauna Biblia? Isaya 43 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, walete vipofu walio katika macho na viziwi. Rudia vizuri. Isaya 43 mstari wa 8. Soma taratibu. Neno la Mungu linasema, ndio, walete vipofu walio na macho. Maana yake nini? Walete vipofu walio na nini? Na viziwi wasio na masikio. Walio na masikio. Na nani? Viziwi wenye nini? Walete vipofu walio na macho. Yuko mtu anatembea hapa na macho, na hayo macho yanaona. Unaniona nikiwa na hubiri, unamuona alivyopendeza jirani yako, unamuona jinsi Bwana alivyombariki, lakini wewe ni kipofu. Ni kwa sababu unatembea katika giza. Uliwahi kuona katika giza? Uliwahi kuona macho yako yakaona kila kitu katika giza? Huwezi kuona katika giza. Hata kama una macho, unahitaji mwanga, unahitaji taa, unahitaji koroboi, unahitaji cheni, unahitaji mshumaa. Yupo mtu mmoja mwenye macho lakini ni kipofu. Ndio maana Yoshua akalisimamisha jua, kwa sababu wakati wa giza huwezi kufanya kazi, wakati wa giza huwezi kufanya biashara, wakati wa giza hautaziona fursa, wakati wa giza kuna atakaye kusikia. Leo shetani anachila giza na maisha yako, amewafunga, ametufunga, ameliteka kanisa. Maana inaandikwa katika Isaya 42:22, watu hawa ni watu walioviwa na kutekwa, wamewekwa katika magereza ya giza, wameweka katika magereza chini ya bahari, chini ya ardhi. Hapana okoaye. Leo tunaokoa. Hapana sema rudisha. Leo tunasema rudisha hali ya maisha ulionayo, magonjwa ulionayo, mateso ulionayo, kila kibaya unachokiona ni kwa sababu una macho lakini ni kipofu. Unatembea katika giza, huwajui wala huwaoni watesi wako wanaokuzuia, wanaokung'ong'a. Bwana wa Bwana anasema hausikii, lakini umepewa masikio ya kusikia. Anasema aliongea na wewe katika ndoto, alimtuma mjumbe wake aseme na wewe, lakini una masikio hausikii. Ndio maana uko hivyo. Leo aliondoa giza kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Unajua wakati Isaya alipotumwa kwa Hezekia akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana hakika utakufa, hakika utakufa, hakika utakufa. Hezekia mfalme akaanza kuomba, akaenda mbele za Bwana. Biblia inasema akamwambia kwa habari ya utumishi wake na yale aliyotenda kwa taifa lake. Kwa nini siku zake za maisha yake zimekuwa chache? Ni yapi aliyotenda yalimchukiza Bwana? Wakati huo Isaya alinyanyuka akatoka katika kasri ya Hezekia, anatembea kwenda katika geti la ikulu ya Hezekia. Kabla hajaligusa geti, neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia Isaya, rudi nyuma, nenda kwa Hezekia tena, kamwambia ya kwamba nimesikia maombi yake, kamwambia ya kwamba ninamwongezea miaka 15. Haikuwa rahisi kwa Hezekia kukubali. Akamwambia, sikiliza Isaya, ninakuheshimu, ni mtumishi Mungu. The last 1 minute, the past 1 minute, dakika moja iliyopita ulikuja kwa nguvu na mamlaka. Masikio yangu ya mwilini na rohoni yalisikia ya kwamba nitengeneze mambo ya nyumbani mwangu, nitakufa. Nami nimekwenda mbele za Bwana ili niyatengeneze, na sasa unarudi ukiniambia ya kwamba ameniongezea miaka 15. Ni namna gani nitathibitisha ya kwamba mauti haipo, ya kwamba mauti imeondolewa? Nami ninatamka atathibitisha Yehova leo ya kwamba mauti iliyotuma katika maisha yako imeondolewa, magonjwa yaliyotuma katika maisha yako imeondolewa, laana iliyoletwa
umeondolewa. Haijalishi wiki iliyopita uliomba, haijalishi ni miaka 5 ama 10, ni leo. Amini kwa jina la Yesu Kristo. Kama unataka ishara, Bwana atakupa ishara. Maana Hezekia akamwambia Isaya, ninaomba ishara ya kwamba Bwana amebatilisha neno hilo, nitakufa na sasa sitakufa, nina miaka 15 ya kuishi. Ndipo Bwana akamwambia, ishara ndio hii. Isaya 38:8. Kama unataka ishara, upokee ishara kwa jina la Yesu, ya kwamba jua litasimama, wachawi watazuiliwa, hawatafanya kazi, maana ni wana wa giza. Mapepo yatazuiliwa, ni wana wa giza. Wasoma nyota na makuhani wa kuzimu watazuiliwa, hawatapewa wakati wa kufanya kazi, hawatapewa wakati tena, wanazuiwa. Utembee katika nuru na kupiga vita vikali. Kila pande lisiotoka wa baba yangu litang'olewa. Hivi ninavyoongea ni kwamba mawe yanadondoshwa katika mashimo yao, katika njia zao, katika madhabahu zao, katika mahekalu yao, katika milima yao. Kwa jina, kama unataka ishara, Bwana atakupa ishara. Neno la Mungu limesema, maana wapo watu ambao huamini. Ingekuwa ni wewe unaongezewa miaka 15, ingekuwa ni wewe unaambiwa milioni 100 hapa. Je, uamini? Leo amini ya kwamba jua litasimama na mwezi utatulia tuli, ili giza liondolewe, utembee katika nuru. Isaya 38:8, neno Bwana linasema, tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10. Mstari ule wa 7, Hezekia anataka ishara. Labda anza mstari wa 7. Mstari wa 7 neno linasema, ndio, jambo hili liwe ishara kwako, jambo hili liwe ishara kwako, itokayo kwa Bwana, inatoka kwa Mungu aliye hai, ya kuwa Bwana atatimiza jambo hili. Bwana atatimiza, atakuongezea miaka 15 alilolisema. Kila ambacho moyo wako unatamani lao kitatimia, maana jua linakwenda kusimama ikiwa utaamini. Mstari wa 8, tazama nitakirudisha nyuma kivuli, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10, madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi babu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10. Hebu rudia, jua likafanyaje? Jua likafanyaje? Jua likarudi madaraja, jua likarudi nyuma madaraja 10. Haleluya, amin. Katika hiyo jua likarudi madaraja 10, katika hiyo duara ambayo imekwisha kushuka. Amina. Haleluya. Sikiliza nikwambie, nimetamka ni siku ya kusimamisha jua. Wapo watu wanaotoa macho, wapo watu wanaoshangaa, wapo watu wanaohesabu miaka yao 10, miaka yao 20, wako hivyo walivyo. Sikiliza nikwambie, yeye aliyekuwa na miaka 75, usiku ulikuwa umeingia, alipata mtoto, ikawa jioni, ikawa usiku, siku ya kwanza. Hata kama ni jioni kwako, haleluya, itakuwa asubuhi kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hezekia akasema, nitaminije? Unajua, jua linapochomoza na kutembea, ikifika katikati saa 6, ukisimama hivi hauoni kivuli. Amina, hauoni kivuli. Jua likiwa hivi, kivuli unakiona. Jua linakuja, likifika katikati huoni kivuli, ni kama unakanyaga kivuli. Haleluya. Na jua likikupita, kivuli kinaenda upande wa pili. Yesu akamwambia Hezekia, kama unataka ishara, ninarudisha kivuli. Ndipo utakapoamini ya kwamba nilimtuma mtumishi wangu utengeneze mambo nyumbani mwako, maana utakufa. Na ulipoomba nikasikia, nikamtuma yeye mwenyewe Isaya ya kwamba pokea miaka 15. Angalia, jua ninaliamuru. Ni Mungu aliyekuwa wa kwanza kuiondoa kanuni aliyoiweka juu ya Hezekia, akalirudisha jua kivuli, hatua 10.
10, kama lilikuwa ni saa 6, yani unaona jua linarudi lilikotoka. Kama ni mzee, pokea ujana, nguvu zimeisha, pokea kuendelea. Matamu ya Bwana-Kondoo. Haijalishi unasema nimefika mwisho, ninaiona jioni yangu, kivuli na kirudi, majina ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya! Maana aliposema nitawarudisha miaka iliyoliwa na nzige. Unadhani mwaka 1999 utarudi? Unadhani mwaka 2015 utarudi? Maana yake ni kwamba kile ambacho kilitakiwa ukitende, ukipate, afya yako, mali yako, elimu yako, umiliki wako, utawala wako, utapokea kwa jina la Yesu Kristo. Wamechelewesha, ilitakiwa upokee ukiwa na miaka 20. Bwana ni mwaminifu, anasema haijalishi una miaka 40, una miaka 50, una miaka 50, una miaka 70, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Maana miaka inarudishwa na jua linarudishwa. Matamu ya Bwana-Kondoo. Ni mtu mmoja tu katika historia aliyewahi kusimamisha jua. Neno la Mungu linasema ni Mungu mwenyewe alirudisha jua nyuma, Yoshua alilisimamisha. Sema nataka jua lisimame. Sema Yesu, niko wakati wa mchana. Sema Yesu, niko wakati wa jioni. Jua na lisimame, jua na lisimame, giza lisiingie katika maisha yangu, nipate kupigana. Wapo wanaonitesa, wapo wanaoning'ong'a, wapo wanaofurahi kuharibikiwa kwangu, waangamizwe kwa mawe ya barafu kwa jina la Yesu. Haleluya! Nataka niseme na wewe, ibada hii ya kusimamisha jua, maana yake ni kwamba yule ambaye amekuwa ni kizuizi katika maisha yako hatafanya tena hilo, maana hatapata hiyo nafasi. Wachawi wanaokuroga wasikuroge tena kwa jina la Yesu Kristo, maana giza halitarudi tena. Wale wanaokushitaki, wao wanaofurahi kulia kwako, wanaona raha ukiteseka, hawatapata hiyo nafasi tena, maana giza halitakuwepo, giza halitakuwepo kwa jina la Yesu Kristo. Na kama watafanya wakati wa mchana, utawaona wakifinyanga tuburi zao, utawaona wakigoma nazi, utawaona wakija Rwagaya. Ndipo utakapowakamata, utakapowashika, utakapowaelimisha, watakapotendeka kwa jina la Yesu. Maana wewe ni mwana wa nuru, wewe si mwana wa giza, ni mwana wa mchana. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, kila ambaye atasimama kinyume na neno hili juu ya maisha yako, Bwana atasimama kwa ajili yako, ataivishwa, atafereshwa. Anayekumana, anayekuzika, anayekunania kifo, anayekunania mauti, anayetaka usinyorowe kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Walitaka kuwazuia Israeli wasirithi Kanaani, hata kama walikuwa ni mataifa makubwa yenye nguvu. Bwana aliwapiga na jua likasimama. Haijalishi unaona vizuizi gani mbele yako, sikiliza nikwambie, Bwana hahitaji ufike chuo kikuu ili akubariki. Yeye ni zaidi ya chuo kikuu. Bwana hahitaji uwe umezaliwa katika familia yenye heshima ili wewe uwe na heshima. Atakupa heshima, pokea heshima kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wala Bwana hahitaji ya kwamba uwe na historia ambayo ni nzuri sana. Haijalishi ulikuwa mchawi, yeye kama ilivyo mashariki na magharibi, akisamehe dhambi yako akumbuke. Haijalishi watu walikuita jina lisilofaa kwa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, umekwisha kombolewa. Jua litasimama juu yako. Haijalishi wanakunyoshia kidole, wakiwataja hata wazazi wako, wakidhani ya kwamba wewe haufai, mbele za Mungu neno lake linasema wewe ni wa thamani sana. Haleluya! Usimame kwa imani ya kwamba itakuwa yale yaliyoshindikana. Sikia nikwambie, kuzimu ni ajabu, inatumia njia nyingi na kwenda kumaliza, lakini sijui tutatoka saa 12. Bwana anajua. Haleluya! Shetani ana nguvu. Afya yako imeibiwa,
huduma yako imeibiwa, mili yako imeibiwa. Mtu mmoja akaja akaniambia, mchungaji, jana alitokea baba mmoja, amekuja ofisini kwangu, amenisalimia. Baada ya kunisalimia, nilipompa mkono tu, akaanza kuniuliza, una fedha? Nikamwambia nina fedha. Akaniambia njoo. Nikasimama, nikaanza kumfuata. Baada ya kutoka ofisini, akaniambia naomba fedha hiyo. Nikampa. Akaniuliza, una akaunti ya benki? Na akaunti ya benki. Una ATM card? Nikamwambia hii hapa. Akasema twende. Kaenda mpaka kwenye ATM ya benki ya CRDB. Akamwambia toa fedha zilizomo. Nikatoa fedha zilizomo, nikampa. Nilipompa, akaniambia tembea hatua 10 mbele. Nikatembea hatua 10 mbele. Nilipogeuka hakuwepo. Shetani anaweza akachukua ufahamu wako, akili yako, na usijue. Kila alichoambiwa alifanya. Fedha mfukoni alitoa, fedha kwenye ATM alitoa. Shetani ni kiumbe chenye nguvu kuliko mwanadamu asiyekuwa na Yesu Kristo. Haijalishi umekaa wapi, una nini. Wapo wenye nguvu za kipepe na kichawi kuteka mali yako. Anakuja ananiambia, ninaomba uombe, ninajua nimeibiwa, nilikuwa sina akili, ufahamu wangu ulipotea. Sasa ninashangaa, nilikuwa nina fedha, sina fedha. Ninashangaa, nina kikaratasi cha ATM, nimetoa fedha. Ni nani aliyenifikisha kwenye ATM mashine? Alikuja mtu akachukua tu mchele kwenye lile kapu unalouzia kwenye kibanda chako, akapeleka. Alikuja mtu tu akachukua nguo yako, akapeleka. Alikuja mtu tu akachukua mchanga katika shamba lako, akapeleka. Na njia ambayo nafsi yako inatekwa, roho yako inatekwa. Ukiambiwa yupo mtu amekaa kwenye chupa, ni kwa sababu fedha yake iliwekwa kwenye chupa. Ukiambiwa yupo mtu amekaa kwenye viungo, ni kwa sababu kitu kinachomruhusu kimewekwa kwenye chungu. Ukiambiwa mtu yuko chini ya bahari, ni kwa sababu kipo kitu kinachomruhusu. Haijalishi ni mchanga wa nyayo ulidondoshwa baharini, roho yako na nafsi yako iko mahali pale. Ulichukuliwa mchanga, ardhi ni miliki, hautapata kumiliki. Ulichukuliwa fedha, hautapata kutokea. Utafanya kazi, fedha hautaiona, hautafanya kinachoonekana, kwa sababu ilichukuliwa siku ile tu. Alikuja mtu asiye na mwili, ukimwona na mwili na ukatenda chochote kile kilichofanyika, acha jua lisimame. Wapo watu waliozuia unatembea jinsi unavyotembea. Sikiliza, mtu ni roho, anaishi mara mbili, katika roho na katika mwili. Upo ulimwengu wa roho, na neno la Mungu linasema katika Efeso 2, yeye Bwana uzima wake, baraka zake ameziamuru katika ulimwengu wa roho. Fanya vita leo katika ulimwengu wa roho. Jua lisimame, wapigwe mawe ya barafu yaende chini ya bahari, mawe ya barafu yavunje vungu vyao, mawe ya barafu yavunje chupa zao, mawe ya barafu yaende mahali ambako shati lako, changa, nguo, chale wako, elimu yako, cheti chako kilipelekwa. Kwa jina la Yesu, ngome zikavunjwe na jua lisimame, ya kwamba hautakuwepo wakati tena wa giza wa kuleta mateso katika maisha yako. Simama pale ulipo. Hii dunia iache ione unavyoiona.
Maisha yako yameamuriwa katika ulimwengu wa roho. Vita unavyoviona katika ulimwengu wa mwili ni kwa sababu wapo makuhani wa kuzimu waliotenda waliofanya. Lisimamishe jua, maana mawe yanadondoka ni mawe ya barafu. Waliotaka kukupiga na kuzuia wamezuiwa, lakini haitosha. Watasimama katika giza usiku wa manane, watasimama katika giza usiku wa saa sita, watasimama katika giza alfajiri. Simamisha jua leo, mwambie Bwana, giza ni la kipepo, giza ni la shetani. Wasoma nyota wasisome nyota tena, wachawi uchawi wao tena. Ni ndugu zako, ni wazazi wako, ni watoto wako, haijalishi. Anaweza kawa ni ndugu yako, ni jirani yako, ndiye tatizo lako. Sikia nikwambie, unajua tunadhani tukishaokoka kila kitu kimekwisha. Nikwambie utakwenda mbinguni, lakini duniani utaishi kwa shida. Utakwenda mbinguni lakini mambo hayatawezekana. Ni kwa sababu Yesu amekupa mamlaka ya kuamuru na huamuru. Ni kwa sababu neno la Mungu linasema tunashindana katika ulimwengu wa roho, na unashindana katika ulimwengu wa mwili. Unadhani ni elimu yako ndio itakusaidia, au ni baba yako na mama yako ndio watakao kusaidia? Sivyo ilivyo. Yeye alitupa kumiliki, tukampa shetani kwa dhambi, anatawala. Na alipomwambia Yesu, angalia miliki yote hii ni yangu, nitakupa wewe. Yesu hakukataa kwamba sio miliki ya shetani. Alijua mwanadamu amekwisha mpa miliki ya shetani, lakini alikwenda msalabani kutupa nguvu na uweza, ili jua lisimame, ili wafungwe wanaokufunga. Haleluya! Ili waruke wanaokuimba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nahitaji mtu mmoja ambaye ana imani ya kwamba maisha yake vile anavyojiona katika ulimwengu wa mwili sio matokeo yake mwenyewe ya akili zake. Kama amefanikiwa ni kwa sababu mbingu zimeamuru. Shida na mateso, kama na magonjwa unayoyaona yako katika ulimwengu wa roho, leo zuia wachawi wasitende kazi katika giza nene. Zuia nguvu ya giza, nguvu ya pepo, nguvu ya wachawi. Mzuia hata jirani yako. Inawezekana hata ni baba yako, ni mama yako, inawezekana hata ni mtu unayeabudu pamoja. Ndiye aliye shida, yeye anayekunenea mabaya, kinywa chake kitafungwa. Yeye aliatamka laana. Sikiliza nikwambie, neno la Mungu linasema hata laana humrudia mwenyewe. Wapo watu wanaokulaani, lakini laana haimpati mtu aliye na haki. Inawezekana wewe ni mzazi, ulimlaani mtoto wako, lakini mtoto wako ana haki. Hiyo laana haitamshika, lakini kwa sababu umetamka laana, laana inatafuta mahala pa kuketi. Kwa hivyo itakwenda kwa yule uliyemlaani, ni mtoto wako, haitafanya kazi, itakurudia mwenyewe. Itatafuta, itasema aliyenenewa laana hastahili kulaaniwa. Inarudi kwako wewe mzazi. Maisha yako ni ya shida, ni ya taabu, ulimlaani asiyelaanika, umejirani mwenyewe, laana imerudi. Ndio maana Balaam hakuweza kuwalaani Israeli, maana ni watu wa Mungu hawezi kulaanika. Yako mambo mengi katika ulimwengu wa roho ambayo nataka kumwambia Bwana alisimamishe jua, uanze upya, kivuli kirudi hatua 10, akupe maisha yale ambayo ungepata katika miaka 15, 20, 30, uyapate leo, na kila ambacho Bwana amekiamuru ukipate sasa, kwa jina la Yesu. Praise team, endelee kuimba sauti ya chini.